Watu wengi sana na Wakristo wote duniani wanahangaika na kusumbuka kufahamu namna au jinsi sahihi ya kumfuata Yesu Kristo au ya kuwa mfuasi wa Yesu Kristo. Na ndio maana unakuta mwisho wa siku Wakristo wote duniani wamekuwa na wanachama wa dini au dhehebu fulani. Ndio maana utakuta wengine wanajiita mimi ni utamalizia mwenyewe. Mwingine anasema mimi ni. Wengine wamejikuta wanawafuata manabii, mitume au watu fulani ambao wamekuja na uamsho wa namna fulani. Halafu wanajidanganya eti wanamfuata Yesu Kristo. Pendwa, na wewe unanitegea sikio, sikiliza ujumbe huu na nikwambie ukweli ambao haujaambiwa kwa miaka mingi sana iliyopita, labda miaka 2000 iliyopita. Wewe kuwa Mpentekoste haimaanishi kwamba wewe ni mfuasi wa Yesu Kristo. Wewe kuitwa Mprotestanti, wewe sio mfuasi wa Yesu Kristo. Wewe kuwa Mkatoliki haimaanishi kwamba wewe unamfuata Yesu Kristo. Wewe kuwa Mashahidi wa Yehova, wewe kuwa Mlutherani, wewe kuwa Mbaptisti, wewe kuwa sijui nani na nani na nani, wewe kuwa wa mtume na nabii fulani, haimaanishi kwamba wewe ni mfuasi au unamfuata Yesu Kristo. Huu ndio ukweli. Wewe upinge au ukubali, wewe ndio utachagua mwenyewe. Lakini mpendwa, mimi nakufikishia ujumbe huu siku ya leo ili kwamba ubakie salama siku zote. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Pendwa, na wewe mtazamaji unategea sikio katika siku ya leo, ninakutamkia baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Popote pale ulipo, ninapenda sana kukushukuru sana kwa kuweza kuchukua muda huu na nafasi kunitegea sikio katika siku ya leo. Naamini kwamba utakuja kubarikiwa kwa kupokea maneno haya katika siku ya leo. Na naamini kwamba Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu aliye hai, ataweza kukufundisha kile ambacho wewe labda ulikuwa ukifahamu kwa muda mrefu. Pendwa, hizi siku tulizo nazo ni siku mbaya sana. Ni siku za hatari sana sana sana. Hivyo ninakusihi kwamba umshikilie Yesu. Muamini Yesu. Kumbuka kulitaja jina pekee la Yesu Kristo. Jina lenye nguvu, ni jina lenye uwezo mpendwa. Haleluya. Wewe usianze kutaja mambo mengine na kufuata vitu vingine. Maana siku tulizo nazo, nyakati hizi, kuna upotoshaji mwingi sana. Watu wanajiita walimu wa neno, unakuta wanahubiria pesa, jinsi ya kupanda na kuvuna na kubarikiwa na kuinuliwa. Na huku neno wa Mungu linasema itakufaidi nini wewe kama utaupata ulimwengu wote na kupoteza nafsi yako. Mpendwa, hawezi kuchukua hasara hiyo ya kupoteza nafsi yako kwa kupata mambo au hizi takataka za hapa duniani. Na ndio maana mpendwa, inatakiwa wewe ujifunze kuisikiliza sauti ya Roho Mtakatifu anapoongea na wewe. Acha hii hali ya kukimbia. Jamaa ndo anaomba vizuri. Sijui yule ndo amepakwa mafuta zaidi kuliko mimi. Acha nikimbie kwa fulani. Hapana. Njoo kwa Yesu. Mfuate Yesu. Na ndio maana nakuuliza siku ya leo, je, kweli hapo ulipo wewe unaamini kwamba umeokoka? Na unasema siku zote kwamba wewe unamfuata Yesu Kristo. Sasa nataka nikuulize swali hili. Tena ni la kichokozi kabisa. Kweli wewe hapo ulipo unamfuata Yesu au unafuata dini? Maana siku tulizo nazo watu wanafuata dini. Watu wanawafuata watu wengine. Na nikuwekee wazi tu mpendwa kwamba wewe kumfuata mtu ukashindwa kumfuata Yesu, basi umeshapotea.
yani awe ni mtu bora kiasi gani hapa duniani. Maana kuna watu wengine wanajiona wao njia zao zimenyoka vizuri sana. They pretend almost to be perfect. Lakini mpendwa, anataka nikwambie wazi, kama wewe unamfuata mtu na sio Yesu, tayari umeshapotea. Kwa hiyo nataka nikuulize, hapo ulipo, unaenda kanisani, unatoa sadaka, je, unamfuata Yesu kweli? Na kuuliza swali mpendwa, hapo ulipo, every day, your daily life, je, unamfuata Yesu? Wewe ni mwanafunzi wa Yesu kweli? Wewe ni mtu wa dini? Mpendwa, nimekuletea ujumbe mzuri sana katika siku ya leo, na ujumbe huu unasema hivi, namna sahihi ya kumfuata Yesu. Kama nilivyotangulia kusema, watu wengi duniani, Wakristo wengi duniani, wamejikuta wanahangaika na kutaabika sana na kushindwa kuelewa hapo walipo. Je, wanamfuata Yesu? Shetani anachokifanya, anakuacha wewe ujidanganye mwenyewe, ujiaminishe kwamba wewe, angalia kanisa lile la fulani, angalia hivi na hivi, pale ndo ukienda pale unamfuata Yesu. Wapendwa, tuweke mambo wazi. Tuweke mambo wazi kabisa, na tuwe wa kweli kwamba wewe kuwa mfuasi wa dini fulani, wewe kuwa mfuasi wa nabii fulani, mchungaji fulani, askofu fulani, haimaanishi kwamba unamfuata Yesu. Point, that's it. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ukisoma Biblia kuanzia Mwanzo, Genesis, mpaka huku mwisho Ufunuo, Revelation, hautaona sehemu maandiko matakatifu yanasema kwamba wewe nenda ukae kwenye dini fulani. Mpendwa, usishangae, na mimi nimezaliwa, nimekulia, nimelelewa kwenye Pentecoste. Kwa hiyo ninaposema hivi, usije ukaanza kushangaa ukasema, kwa hiyo wewe, yani hakuna dini lolote ambalo wewe labda umekuwa unaenda au ni mwanachama. Mpendwa, sote kwa miaka mingi tumejikuta katika hali hii. Kwenye hali hii tukaaminishwa kwamba wewe, yani ukiwa ndani ya dini fulani, tayari umepata kibali cha kwenda mbinguni, kwamba ndiko kumfuata Yesu Kristo. Lakini ukisoma neno la Mungu mpendwa, kuanzia Mwanzo mpaka Ufunuo, hautaona sehemu Yesu alisema kwamba, au mitume na manabii wanasema, wewe nenda kwenye dhehebu fulani, ndipo anapatikana Mungu, au ndipo Yesu alipo. Sasa watu wengi wanapotea, yani kizembe tu, kizembe hovyo, kwa sababu wanang'ang'ania, wanapigania dini kuliko wanavyopigania kwa wafuasi, yani kuliko wanavyopigania kumfuata Yesu Kristo. Na hapa ndipo pametokea hasara au na uharibifu mkubwa wa maisha ya watu wengi. Na wewe, japo unaenda kanisani, unaweza kuwa tayari umeshapotea, bado uko ndani ya kanisa. Maana siku hizi shetani ameanza kutumika au kufanya kazi kupitia ndani ya makanisa. Ndio maana unakuta kuna ugomvi, mifarakano, kuchukiana, kutokuelewana. Watu wanahama dini, wanatoka hapa wanaenda kule, wanatoka pale wanaenda huko, wanaenda kule, wanaenda sijui wapi, wanaenda, yani watu wanatangatanga. Amekwazika hapa kwenye Pentecoste, anasema bora nijiendee Katoliki. Anaenda Katoliki, anakuta wanamuramba Yesu aliyeko msalabani, sijui kama hajazikwa yule Yesu. Wanatoka kule wanasema hapana, siwezi kuwa naramba sanamu. Anaenda huko,
anaenda kwenye Uislamu, anasema hapana, mbona kuna mambo ya ushetani sana. Anarudi sijui wapi, anaenda Baptist, yani watu wanatangatanga. Kwa hiyo pendwa, ni namna gani ambayo ni sahihi ya kumfuata Yesu Kristo? Njia ambayo ukiifuata inakuwa ni sahihi, ni bora, una uhakika kwamba hapa ni mimi na Yesu. Haleluya! Yani mpendwa, inaumiza sana, inaleta huzuni sana kuona Wakristo wote duniani tumekuwa tunadanganywa kwa miaka mingi kwamba wewe ukiwa Mpentekoste, yani bakia pale pale. Kuna wengine yani anafia dini akidhani kwamba asipokuwa ndani, yani asipokuwa mure ndani ya dini ya jengo fulani, have no idea kwamba tayari atampoteza Yesu. Pendwa, kutoka ndani ya dini sio kumpoteza Yesu Kristo. Kutoenda kanisani haimaanishi kwamba mtu huyu hajaokoka. Najua nikisema hivi watu wengi mtaanza kurusha maneno na kusema mambo mengi sana. Kwa nini? Ni kwa sababu kwa miaka mingi tumeaminishwa kwamba kumfuata Yesu Kristo ni kuwa ndani ya dini fulani. Na mimi na siku ya leo nageuza kauli hii, nasema kuwa ndani ya dini fulani sio kumfuata Yesu Kristo. Tuende kusoma maandiko matakatifu mpendwa. Kumbuka ujumbe unaokufikia katika siku ya leo unasema namna sahihi ya kumfuata Yesu Kristo, na anayekufikishia ujumbe huu katika siku ya leo sio mwingine bali ni mwinjilisti Edmond Obedi. Mpendwa, tuende kusoma maandiko matakatifu katika Mathayo mtakatifu hapa sura ya 16, tutaanzia mstari ule wa 24. Nami nasoma katika jina la Yesu Kristo. Maandiko matakatifu yanasema hivi: ndipo Yesu akawaambia wanafunzi wake, anawaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata ni lazima ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake anifuate. Sasa wewe ambaye kwa miaka mingi umekuwa unaamini kwa sababu mimi ni Mkatoliki basi namfuata Yesu, niko kwa Yesu. Hapa amesemaje? Amesema kwamba mtu yeyote akunifuata mimi anatakiwa aende kwenye dini la Kipentekoste au la Kiprotestanti, la Roman Katoliki, la Moravian, Presbyterian, Mashahidi wa Yehova kwenye Uislamu. Hajasema hivyo. Kwa hiyo tumekuwa tunapotoshwa kwa muda mrefu, na ndio maana ukiangalia siku hizi mnabebeshwa mizigo, mnakuwa kama donkeys, yani wanyama fulani. Yani mmebeba mizigo, mmeremewa. Na Yesu anasema, njoni kwangu ninyi nyote ambao mmeremewa na mizigo ya dhambi. Inawezekana hata siwe mizigo ya dhambi mpendwa. Labda mnajaribu kufanya makazi mengi, too much works. Wengine wanaamini kuokoka ni kufanya kazi. Yani unaonyesha unatumika ili kwamba upate wokovu. Hapana. Kwa hiyo mpendwa, Yesu akawaambia wanafunzi wake, yani hapa mimi, yani Yesu Bwana anawaambia wanafunzi wake, sio kwamba aliwaambia watu wengine. Anawaambia wanafunzi wake, Yesu, mnadhani kwamba mnanifuata na wewe sasa napenda niongee na wewe. Wewe uko ndani ya dini, unajiaminisha kwamba unamfuata Yesu. Sasa ujumbe huu unakufikia, unasema hivi: mtu yeyote akitaka kumfuata Yesu lazima ajikane mwenyewe. Na neno la Mungu ikasema hivi: auchukue msalaba wake amfuate Yesu. Haya ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Anaongea na wanafunzi wake, anasemezana na wanafunzi wake. Anasema hivi, wapendwa, yani kama nataka kunifuata, kanuni namba 1 ni hii hapa: ujikane mwenyewe. Waangalie wa Kristo,
Sijui kama unaelewa lugha hii ya kujikana mwenyewe. Angalia watizame wa Kristo walivyo. Hii lugha ya kujikana siku hizi haipo. Kupanda na kuvuna, kutoboa, wasipoona wanafanikiwa wanasema huyu Yesu kama amesinzia hivi. Anasema jikane mwenyewe. Beba msalaba. Pitia mapito. Hangaika. Taabika mpendwa. Patwa na magonjwa. Augua. Au maskini. Njaa. Vifo. Mateso ya kila namna. Majaribu ya kila namna. Lakini bado usimwache Yesu Kristo. Lakini ninyi, shetani anawaambia hivi, wewe ukiwa kwa Yesu ilitakiwa afanikiwe kabisa. Uwe na pesa, uwe na kila kitu. Maana neno la Mungu linasema mali na nini na utajiri vyote ni vya Bwana. Utakosaje kuwa navyo? Yaani pale ninaposikia mhubiri anasema vile, nasikia shetani anasema hivi. Anasema hivi, wewe anapokuwa anamjaribu Yesu, anamwambia wewe, si ujiangushe chini, jitupe chini. Imeandikwa atawaagiza malaika watakudaka, utajikwaa kwenye jiwe. Huyu ni shetani. Shetani mpendwa. Hawa watumishi wote wanaokuja mali, pesa, mafanikio ni shetani. Yaani nasikia huzuni nyingi sana. Ni shetani. Shetani ndo anakuja kwa lugha za namna hii. Amesema beba msalaba. Beba msalaba ndugu. Sijui hapa ulipo unapitia mapito gani. Mimi nikutie moyo mpendwa tu kwamba tukiwa katika dunia hii, usijidanganye hata siku moja kwamba unataka maisha mepesi. Yaani usipitie magumu ya namna yoyote. Acha kujidanganya. Maana Yesu mwenyewe, the Son of the living God, Mungu mwenyewe akasema hivi kwamba huyu ndiye this is my son whom I am well pleased. Kwamba amependezwa na Yesu mwenyewe. Amemchagua. Ameshuka kutoka mbinguni. Lakini mpendwa, alipofika hapa duniani alipitia mengi sana. Hayo majaribu, hayo mateso, hata kupita hayo wewe unayopitia siku ya leo, Yesu alipitia yote, lakini alishinda. Maana alijua utukufu atakaopokea ni bora kuliko yale aliyokuwa anapitia wakati ule. Na wewe jipe moyo. Sio mpaka uende kwa fulani, kwa mchungaji akutie moyo. Jipe moyo mwenyewe. Jitie moyo mwenyewe. Sema Yesu yuko na mimi. Na Yesu ametuahidi. Mungu ameweka wazi kwamba atakuwa nasi hadi mwisho. Hadi mwisho. Hajasema kwamba ataishia katikati. Amesema all the way through. All the way through. God is going to be there. Mungu atakuwepo. Mungu atakuwa na wewe. Haijalishi unapitia nini. Unajua mateso yaliyopo duniani siku hizi ni hatari. Kuanzia serikali, ndugu zako wanaweza kuchukia kwa sababu umechagua kufanya hili ambalo Yesu amesema. Beba msalaba. Ukiendelea kusoma hapa mstari wa 25 anasema hivi, kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayeyapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. 26 akasema hivi, kwa maana je itamfaidi nini mtu kupata ulimwengu wote? Excuse me. Mtu itamfaidi nini? Anasema mtu kupata ulimwengu wote lakini akayapoteza maisha yake. Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Pendwa, utatoa nini badala ya nafsi yako? Kwa hiyo wewe unaing'ang'ania
kuyapigania maisha yako kwa namna zote, anasema utapoteza. Lakini kama ni kwa kuhubiri injili hii, lakini kama ni kwa kutangaza injili hii, lakini kama ni kusimamia haki, lakini kama ni kwa kutetea wale ambao wananyanyaswa, wale ambao hawajiwezi, haleluya, wewe una roho ya Mungu, simama. Mungu anasema hauwezi kupoteza maisha yako. Haleluya, jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa. Mpendwa, kwa hiyo simama imara, mfuate Yesu Kristo. Na amesema kumfuata Yesu Kristo ni kujikana. Kumfuata Yesu Kristo ni kubeba msalaba, sio kwenda kanisani. Kumfuata Yesu Kristo sio kutoa sadaka. Kumfuata Yesu Kristo, mpendwa, sio kujenga kanisa lizuri sana. Kumfuata Yesu Kristo, pendwa, asio awewe kuimba kwaya. Kumfuata Yesu Kristo, pendwa, hajasema kwamba ni kuhubiri injili. Amesema ni kujikana wewe mwenyewe, yani mpende Yesu Kristo, haleluya, na ufanye na kuzitenda kazi zake na kuyatimiza mapenzi ya Mungu aliye hai. Ukisoma katika Mathayo 10, twende kusoma Mathayo 10 hapa mpendwa. Mathayo takatifu sura ya 10, tuanzie mstari wa 37. Maandiko matakatifu yanasema hivi: yeyote ampendaye baba yake au mama yake kuliko anavyonipenda mimi hastahili kuwa wangu. Yeyote ampendaye mwanawe na au binti yake kuliko anavyonipenda mimi hastahili kuwa wangu. Tena yeyote asiyechukua msalaba wake na kunifuata hastahili kuwa wangu. Kwa maana yeyote anayetaka kuyaokoa maisha yake atayapoteza, lakini yeyote atakayapoteza maisha yake kwa ajili yangu atayapata. Njia pekee mpendwa ya kumfuata Yesu ni kumpenda yeye kuliko vitu vyote. Ni kukubali kujikana mwenyewe na kubeba msalaba. Maandiko matakatifu ndivyo yamesema. Sasa wewe ambaye unajidanganya eti kwa kuwa mimi ni mzee wa kanisa, kwa kuwa mimi ni mchungaji, kwa kuwa mimi ni mwinjilisti, kwa kuwa mimi ni shemasi, kwa kuwa mimi naimba, ni mwimbaji wa kujitegemea, kwa kuwa mimi ni mhubiri bora, kwa kuwa mimi sijui wewe unajiita nani, ndio unasema kwamba namfuata Yesu. Kwa kuwa mimi ni mtu wa dini au dhehebu fulani, basi namfuata Yesu Kristo. Wengine wanasema dini mama, yani dini ambalo lilizalisha dini zote, ambalo wengi mnasema ni Katoliki. Wewe kama unasema mama yako ni Katoliki, basi wewe ni sio wa Yesu hata siku moja. Wewe dini ya Katoliki inatokana na Roman Empire, falme ya Kirumi. Kwa hiyo wewe ni wa kishetani 100%. Hatuache kuficha siri au ati unamheshimu mtu au unataka usiharibie watu. Hatuharibii watu mpendwa, tunaokoa maisha ya wengi. Mtu wa Yesu Kristo hawaambii watu kwamba mimi ni wa fulani. Mimi anasema moja kwa moja, mimi namwamini Yesu Kristo, mimi nampenda Yesu, mimi namtumikia Yesu. Wapendwa mlio katika Yesu Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa. Nami nampendwa, naomba kuanzia siku ya leo uanze kutumia lugha sahihi. Kwa hiyo hapa neno la Mungu limeweka wazi kwamba kumfuata Yesu haihusiani na wewe mpendwa kuwa wa dini fulani. Haihusiani na wewe kwenda kanisani Monday to Sunday to Monday to Sunday. Haina uhusiano wowote wewe kuwa wa dini fulani au wewe kutoa sadaka, wewe kutotoa sadaka. Hapana mpendwa.
hayo mambo hayawezi kupeleka mbinguni. Hayo tunafanya katika kujenga ufalme wa mbinguni. Hayo tunafanya katika kuimarisha ufalme wa Mungu. Na sio kwamba tukiacha Mungu hawezi. Anaweza mpendwa. Lakini cha ajabu na cha kusikitisha ni kwamba shetani ameanza kutumia hata mali zenu na utajiri wenu akujinufaisha mwenyewe na kuimarisha ufalme wake. Na ndio maana mpendwa, katika siku ya leo ni bora uchunguze hapo ulipo kama kweli Yesu yupo. Na sijui kwamba kama kweli Yesu atakaa sehemu. Maana Yesu hawezi kumfuga kama vile unavyofuga kuku na bata. Haiwezekani Yesu kumfungia sehemu moja. Yesu yuko kila sehemu. Yesu yuko ndani ya roho na ndani ya yeyote ambaye amefungua moyo wake. Moyo wake akamkabidhi Yesu. Haleluya. Haijalishi mpendwa wewe umefanya maovu kiasi gani. Maana watu wanaweza kuangalia nje wakasema, yule alikuwa maraya, yule alikuwa mzinzi, yule alifanya hivi, mbona alikuwa muuaji, mbona alikuwa mchawi, mbona vile. Mungu yeye haangalii hivyo mpendwa. Anatumia hiyo past yako, yani yale yaliyopita, maisha yale maovu na mabaya uliyotenda, ili kwamba ukawa ushuhuda mkubwa sana, kama vile alivyomtumia mtume Paulo. Alitesa kanisa, alichinja na kuwa wafuasi wa Yesu wengi. Alikuwa ni kitisho kikubwa kwa kanisa. Lakini Mungu alivyo Mungu mpendwa, hakuangalia yale yaliyopita. Akamtumia kwa viwango vikubwa sana. Na wewe haijalishi mpendwa mlifanya nini, Mungu yuko tayari kukutumia wewe. Acha kufuata dini, bali mfuate Yesu. Muamini Yesu, taja jina la Yesu Kristo. Atusome tena mpendwa katika Luka mtakatifu sura ya 14. Atuanzie mstari wa 26. Atuone maandiko matakatifu yanasemaje. Hapa maandiko matakatifu yanasema hivi. Atusome Luka mtakatifu 14 kuanzia 26. Maandiko matakatifu yanasema hivi: mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu kama hatanipenda mimi zaidi ya baba yake na mama yake, mke wake na watoto wake, ndugu zake na dada zake, naam, hata maisha yake mwenyewe. Yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kunifuata hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mimi niamini katika siku ya leo kwamba umejua maana ya kumfuata Yesu. Sio ile ninyi mnafanya wapendwa. Unamfuata mtu fulani kwa sababu umeona misimamo yake na nini na nini. Sawa, anaweza kuwa ni mtumishi kweli mzuri, lakini wewe unapoenda pale unaenda kupokea neno likujenge, likuimarishe. Wewe sio mfungwa, wewe sio bata wake wa mtu yule. Wewe ni wa Yesu, namfuata Yesu, unapokea chakula cha uzima. Na wewe pia una Biblia mpendwa, unaweza kusoma mwenyewe maandiko matakatifu na ukamfuata Yesu, ukaishi na Yesu, ukatembea na Yesu bila hata ya kwenda kanisani. Ajua watu ambao mmekariaka sadaka, watu ambao mnachuma au mnawachuna waumini wenu. Hapa mtasema mimi anahubiri injili ya kuwapotosha watu. Hapana, ninawahubiria Yesu Kristo, kwamba yeye ndiye tunatakiwa kumfuata. Na kumfuata Yesu haimaanishi kwamba wewe unakuwa mfuasi wa mtu fulani. Sio mpaka wewe mfuasi wangu. Unaweza kuwa unakuja kwenye channel hii unasikiliza ujumbe kwa sababu unabarikiwa, unaimarika kiroho, unasikia kiu ya kumfuata Yesu, ya kuwa karibu na Yesu, ya kumsogelea Yesu zaidi na zaidi siku zote. Kwa hiyo ndio maana amesema hivi, mtu yeyote, sio maneno yangu, ni maandiko matakatifu yamesema. Pedro amesema kwamba mtu yeyote anayekuja kwangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu kama hata nipenda mimi. Yani kuliko
mtu yeyote mwingine au kitu chochote, na maisha yako wewe mwenyewe. Ni maandiko matakatifu. Na akasema na uwe tayari kuchukua msalaba wako, ubebe msalaba mwenyewe. Mpendwa, Wakristo warokole wengi siku hizi taarifa au habari hizi za kubeba msalaba hazipo. Mpendwa, siku ya leo nataka nikwambie wazi, achana na hayo mambo ya kukimbilia dini. Achana na hayo mambo ya kukimbia kwa manabii. Achana na mambo ya kufuata mtu fulani kwa sababu ni msomi. Hawezi kukufikisha mbinguni. Hawezi kukufanya wewe uwe mwanafunzi wa Yesu mpaka pale wewe utakapoamua kufanya hili ambalo Yesu Kristo mwenyewe ameagiza, ameweka wazi kwamba lazima wewe mpende Yesu kuliko mtu yule unayemsikiliza. Yaani mpende Yesu kuliko unavyonipenda mimi. Mpende Yesu kuliko unavyompenda mke wako. Yaani mpendwa, anasema wewe mpendwa, ujikane mwenyewe. Ujikane mwenyewe. Yaani maisha yako mwenyewe usiyapende kuliko vile unavyompenda Yesu Kristo, na ukuwe tayari kubeba msalaba au kuchukua msalaba wako. Mimi sijui ni msalaba gani umebeba mpendwa. Hapa tunaongelea mateso. Maana Yesu, maandiko matakatifu yanasema kwamba amelaniwa aliyetundikwa pale kwenye msalaba. Kwa hiyo utaona msalaba mpendwa sio jambo jepesi, sio kitu cha mchezo. Hapa tunaongelea mambo magumu ambayo unaweza kukabiliana nayo. Lazima uwe tayari na usimame imara katika yote, na usimwache Yesu. Sio mpaka uanze kuangalia, mbona hawajaja kanisani kuniona, mbona hawajanitia moyo, mbona hawajanifariji, mbona hawaja. Na mimi at some point nilikuwa nawaza kama unavyowaza. Ni kwa nini? Kwa sababu hujakomaa kiroho, hujasoma neno. Pendwa, hauhitaji mtu akutie moyo. Ajipe moyo mwenyewe, jitie moyo mwenyewe. Simama imara na Yesu, tenda kazi mpendwa. Mwamini Yesu kwamba atakupigania, atakupa ushindi. Na ushindi hauwezi kutoka kwa mwanadamu. Ushindi unapatikana ndani ya Yesu. Mpendwa, tumfuate Yesu. Tuache kujidanganya wenyewe. Mimi nabii yetu, mtume wetu, jini letu, kanisa. Hapo sio kumfuata Yesu. Amesema kumfuata Yesu ni kujikana mwenyewe na kubeba msalaba na kutopenda kitu chochote na mtu yeyote hapa duniani kuliko vile wewe unavyompenda Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo haya mambo mengine ya dini na makanisa na madhehebu na nini na mitume na kwa watu wa mitume na manabii na maprofesa sijui ana nini na maaskofu, hayo mpendwa ni kujipotosha wenyewe. Mpaka uende kanisani kutoa masadaka na nini. Pendwa, hapo mnajipotosha wenyewe. Kumfuata Yesu Kristo wewe ni kufanya kile Yesu ameagiza. Na Wakristo wengi siku tulizo nazo hawafanyi jambo hili. Hawawezi kufanya jambo hili. Wako tayari kupigania dini lao, au askofu wao, nabii yao, mtume, maaskofu na nini, na sio kupigania injili kamili ya Yesu Kristo, kuhakikisha kwamba hawa watu wapotoshaji hawapati nafasi katika jamii, in society. Wafukuzwe, wasisikilizwe na mtu yeyote. Wapendwa, kumbuka siku zote tunawaleteni Yesu Kristo. Tunamleta Yesu Kristo. Yesu sio wa dini lolote hapa duniani. Yesu Kristo sio wa Uislamu. Yesu Kristo sio wa udini wenu, Upentekoste, wa Anglikana, Uromani Katoliki, Moravian Baptisti, Sabato, Mashahidi wa Yesu sio wa dini lolote hapa duniani. Yesu ni wa mtu binafsi. Wewe uliyechagua kumkubali Yesu Kristo, ukajikana mwenyewe na ukabeba msalaba, huko ndiko kumfuata Yesu Kristo, kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Maana naamini hapa Yesu Kristo alipokuwa anaongea na wanafunzi wake, alikuwa anataka wajue wazi kwamba ni kumfuata yeye sio just kwenda tu, just kwenda tu. Hapana mpendwa, ni kwamba unajikana mwenyewe na unabeba msalaba. Mpendwa,
Ubarikiwe sana kupokea maneno haya katika siku ya leo. Niamini kwamba Roho Mtakatifu ameweza kupa kitu ambacho ulikuwa haufahamu. Kwa hiyo endelea kukaa na Yesu, kusimama na Yesu, na uzidi kubarikiwa milele yote. Mpendwa, asante kukaa nami katika siku ya leo kupokea maneno haya. Ninakutamkia baraka katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amina.